Endelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa Tarime mjini, aulize swali lake. Mifugo na Uvuvi, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa Tarime mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnada wa Magena ni miongoni mwa minada 10 ya mpakani inayosimamiwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambayo ilianzishwa kwa lengo la kurahisisha biashara ya mifugo kwenda nchi jirani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendeleza mnada wa mpakani wa Magena, Wizara ya Mifugo na Uvuvi inaendelea na hatua mbalimbali za kuboresha miundombinu katika mnada huu, ambapo kwa mwaka 2021-22 kiasi cha shilingi milioni 175.65 kilitengwa na kutumika kwa ajili ya ujenzi wa mazizi, kipakilio, birika la maji na vyoo, na ujenzi huo ulikamilika. Aidha, ujenzi wa miundombinu muhimu iliyobaki ya ofisi ya mnada na uzio utafanyika kadri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na uwepo wa miundombinu hiyo, mnada huu kwa sasa bado haufanyi vizuri kutokana na changamoto mbalimbali zikiwemo utoroshaji wa mifugo kwenda nchi jirani unaofanywa na wafanyabiashara wasio waaminifu, hivyo kusababisha mifugo michache kuingia katika mnada huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukuza biashara ya mifugo na kujenga uwezo wa kimapato kwa ajili ya kuendeleza minada, ukiwemo mnada huu wa Magena, Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na Wizara ya TAMISEMI tunaendelea kuhamasisha na kutoa elimu kwa wadau kuhusu kuendelea kutumia mnada wa Magena katika kununua na kuuza mifugo kama ilivyokusudiwa wakati wa kuanzishwa kwa mnada huu, ikiwa ni pamoja na kuendelea kudhibiti utoroshaji wa mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Esther Matiko. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na shukuru kwa majibu ya serikali. Napenda tu ingie kwenye answer kwamba mnada wa Magena ni mnada muhimu sana kwa sababu una multiplier effect kwa uchumi wa wananchi wa Tarime na mkoa wa Mara kwa jumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na sababu ambazo amezitaja waziri hapa zinazosababisha mnada usifanye vizuri, sababu kuu mojawapo ni kwa sababu mnada ule wa mpakani kama ulivyosema ni kuuza mifugo nchini Kenya umewekwa siku moja, siku ya Alhamisi, ambapo the same time kuna mnada wa Maabera nchini Kenya. Kwa wafanyabiashara wote wa mifugo napeleka moja kwa moja. Nikataka kujua ni kwa nini sasa serikali isibadilishe ratiba ya mnada huu uwe kama awali, uwe siku ya Jumatano, ili ile minada mingine ya awali ambayo iko mkoa wa Mara iende Jumanne na Jumatatu, ili kuhakikisha kwamba mifugo inaenda Magena afu ndio inaenda nchi ya Kenya. Swali la pili, kama ulivyosema kwenye jibu lako kwenye majibu yako kwamba mnada yote ya mipakani imeanzishwa kwa lengo ya kupeleka mifugo nchi jirani. Kwa mkoa wa Mara na kanda ya Ziwa, mnada wa mpakani ni mnada wa Magena ambao unapeleka mifugo nchi ya Kenya. Ni kwa nini sasa wizara yako ambayo ndio ina mamlaka ya kutoa vibali vya kupeleka mifugo nchi ya Kenya isihakikishe kwamba mifugo yote ambayo inaenda nchi ya Kenya inaanzia kwanza kwenye mnada wa Magena ndio kwenda nchi ya Kenya? Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Esther Matiko kwa juhudi zake za kuendelea kuwapambania wafugaji katika jimbo lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swali lake la kwanza kuhusiana na siku ambayo mnada huu unafanyika, ni kweli hapo awali mnada huu ulikuwa unafanyika siku ya Jumatano ili kupisha au kufanya wafanyabiashara waweze kuuza mifugo yao siku ya Alhamisi katika mnada wa Mabera nchini Kenya. Na ni kweli kwa sasa mnada huu unafanyika siku ya Alhamisi, na hivyo umekuwa ni kikwazo kwa wadau wetu kufanya biashara kama ilivyokuwa hapo awali. Tumepokea ushauri wako Mheshimiwa mbunge, na tutashirikiana na halmashauri husika ili kuhakikisha tunaangalia namna ya kurekebisha siku hizi, na kwa vile wewe pia ni mjumbe wa baraza la madiwani katika halmashauri yako, tunaamini utatusaidia kusukuma ili tuweze kubadilisha tarehe hizo. Lakini katika swala la pili kuhusiana na vibali vya usafirishaji wa mifugo, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa sasa inatumia mfumo wa MIMIS, mfumo wa kidijitali, kutoa vibali vya usafirishaji wa mifugo kwa wadau wetu. Mfumo huu umekuwa rahisi kwa sababu umefanya wadau wetu kuweza kuomba na kupata vibali popote alipo. Mfumo huu umetusaidia sisi kuongeza mapato lakini kupunguza utoroshaji wa mifugo. Tunaamini kwamba mfumo huu kuwepo kwake kumesaidia wafanyabiashara na wadau popote pale alipo anaweza kupata kibali cha kusafirisha mifugo yake. Lakini pia tunatambua kama serikali kiu ya Mheshimiwa mbunge ni kuhakikisha kwamba mnada huu unafanya kazi kwa tija kama iliyokusudiwa, na ndio haswa hiyo kiu yetu sisi serikali. Kwa hiyo ni kuahidi tu Mheshimiwa mbunge na wabunge wote kwamba sisi kama serikali tutaendelea kufanya kazi kwa bidii, ikiwemo kutenga fedha ili kuhakikisha minada yote haswa iliyoko mipakani inafanya kazi kwa tija kama iliyokusudiwa. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
Mheshimiwa Arif Suleiman Premji. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni Wizara ya Uvuvi na kwa bahati nzuri nimepata nafasi, kwa hiyo Mheshimiwa Waziri utaniwia radhi, lakini watu tunapata nafasi chache sana za kuuliza maswali. Mheshimiwa Waziri, wananchi wa kata ya Naumbu, kata ya Nalingu, Msimbati na Msanga Mkuu huwa wanajihusisha na kilimo cha mwani na ndio tegemeo lao kubwa sana, hasa kina mama. Na kwa sasa hivi bei ambayo wanayolipwa ni shilingi 800 kwa kilo. Je, serikali ina mkakati wowote kwa kusaidiana na sekta binafsi ili kuboresha bei hiyo na kuwanyanyua kwenye kipato chao? Asante sana. Majibu Mheshimiwa Waziri. Kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge wa Mtwara Vijijini kwa namna ambavyo anaendelea kuhakikisha kwamba wakulima wa zao la mwani wanapata tija kutokana na kilimo chao. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua kwamba kilimo hiki cha mwani kimekuwa ni mkombozi mkubwa sana kwa wananchi wetu hasa katika maeneo haya yanayozunguka Bahari Kuu. Na sisi kama serikali kwa kutambua hivyo tunaendelea kufanya bidii mbalimbali kuhakikisha kwamba wakulima wetu wa zao hili la mwani wanapata tija kama iliyokusudiwa. Tumechukua hatua mbalimbali. Ya kwanza ikiwa ni kuendelea kuwapa elimu na uelewa wakulima wetu wa zao la mwani la kuongeza thamani ya zao hili, ikiwemo kutengeneza sabuni, mafuta au unga wa mwani ambao una bei nzuri na kubwa zaidi katika soko la ndani na nje ya nchi. Lakini pili ni kuendelea kuwahamasisha kutengeneza vikundi ambavyo kwenye soko vinakuwa na bargaining power kubwa zaidi kuliko mtu mmoja mmoja. Lakini sisi kama serikali kwa kushirikiana na wadau tumeshaanza kuandaa mwongozo wa kuhakikisha kwamba zao hili la mwani ambao ni zao la kibiashara tunaliingiza katika mfumo wa stakabadhi ghalani ambao utasaidia kupata tija na bei nzuri zaidi kwa wakulima wetu. Asante sana Mheshimiwa. Injinia Ramadhan Hamza Singano. Injinia Ramadhan. Mwenyekiti, wilaya ya Lushoto ni miongoni mwa wilaya ambazo zinafanya ufugaji sana, hasa katika kata za Mngalo, Makanya na Milingano. Lakini kwa bahati mbaya bado hakuna mnada ambao unaweza ukawasaidia kwa ajili ya mazao yao ya mifugo. Je, ni lini sasa serikali itaona umuhimu wa kutengeneza mnada wa kimkakati kwa ajili ya kuwasaidia wananchi hao? Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama Wizara ya Mifugo na Uvuvi tutaendelea kuboresha na kuunda miundombinu mipya kila sehemu na katika majimbo yote nchi nzima kadri ya uhitaji na kadri ya upatikanaji wa fedha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Haider Ali Gulamali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa vile mara ya kwanza nazungumza, ni washukuru wana Ilongero kunichagua ili niwawakilishe hapa. Pia ni kushukuru kunipatia nafasi ya kuulizwa swali ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muda mrefu sana wana Ilongero kata ya Makuru wanalilia mnada na josho kwa ajili ya wafugaji, na kata yetu iko mpakani na Manyara, tuko kilomita 6 tu. Kwa hivyo tukipata huduma hiyo, wananchi wa wilaya zote watakuwa wamenufaika. Naomba majibu. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa swali zuri. Mheshimiwa mbunge, naomba tu niwahakikishie wananchi wa Ilongero kwamba tunatambua uhitaji au mapungufu ya majosho na uhitaji wa uwepo wa mnada katika jimbo la Ilongero. Na nikuhakikishie tu kwamba kadri ya upatikanaji wa fedha tutaendelea kuleta miundombinu hii ili kuwahudumia kwa urahisi zaidi wafugaji wetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu hayo. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi.